Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kwa majina anaitwa Hamid Hemedi Mhungi. Niko hapa nyumbani kijijini kwa wazazi wangu ambao ndio mahali ninakotoka, na niko hapa kwa niaba ya kutoa shukurani ya maulidi tulitoka kuifanya kwa ajili ya wazazi wetu, ndugu zetu, jamaa zetu ndani ya familia. Shukurani hii inaipeleka kwa serikali, inaipeleka kwa mufti mkuu wa Tanzania kwa maana nzima mashirikiano ya kutupa sapoti kutoka mkoani Kilimanjaro na wilayani Mwanga, kupata ushirikiano mzuri, kupata kila kitu kuweza kukihitaji, na kwa kipekee kabisa nataka kupeleka salamu au shukrani kwa jeshi la polisi Tanzania kutupatia msaada mkubwa, mashirikiano ya kiulinzi, usalama, kuhakikisha jambo hili linafanyika kwa kiwango bora kabisa. Salamu hizi zifikie RPC ya mkoa wa Kilimanjaro na kipekee kabisa OCD ya wilaya ya Mwanga. Kwa kweli tunawashukuru sana, lakini hili lote ni kwa sababu ya mapenzi tunaofanya hapa ndani ya wilaya yetu, lakini haya yote ni kwa sababu tunataka kuona na sisi tunarudi nyumbani kushiriki na jamii na kurudisha kwenye jamii ambao kile na sisi tulikuwa tumejaliwa kukaa nao kwa pamoja, kusherehekea masherekeo ya wazazi wetu na kupata sadaka ambayo tunakuwa tumeandaa kwa pamoja familia, ili tuweze kufanikisha kile tulichokuwa tumekusudia. Lakini kikubwa kabisa nishukuru shehe wa wilaya ya Mwanga na shehe wetu hapa kijijini, na wewe kwa kazi nzuri ya kuitekeleza kazi hii, ya kuifanya kazi ya kuweza kusomesha vijana watoto ili kujua elimu na kujua kwa nini wapo ndani ya Lombeni, na kuhakikisha kuwa nao wanaipata athari ya dini kama na sisi tulivyobahatika kuipata wakati wa wazazi wetu. Sababu na sisi kipindi cha nyuma, tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu na sisi tulipitia kidogo madrasa kidogo. Kwa hiyo wazazi walikuwa ni wakali sana kuhakikisha na sisi tunapita madrasa, lakini haya ndio matunda ambayo kimwandaa mtoto vizuri unaweza kuja kukuta matunda yake baadaye. Kwa hiyo naweza tukasema tulipata maandalizi mazuri kutoka kwa wazazi wetu, na tuliona kazi kubwa ilikuwa naifanya kwa ajili hiki kilichokikuta. Sisi sio waanzilishi wa haya maulidi. Waanzilishi wa maulidi haya tunakuta wazazi wetu wakiwa wanafanya, na wao katika story wanatusimulia kuwa waliokuta baba zao bado babu zetu wao walikuwa wanafanya maulidi haya. Kwa maulidi haya yana historia kubwa sana. Yana historia kubwa kwa sababu sisi tumechukua kijiti cha kusogeza kwenda mbele na kufanya maboresho kwenda kwenye ile ukubwa, lakini tayari ya haya maulidi yalikuwa yanafanyika kwa kiwango cha hali ya juu hizo bado tukiwa wadogo, lakini sisi sasa hivi tunayafanya. Na sisi tunakusudia kuona na sisi watoto wetu waweze kushika kazi hii na wajukuu wote waweze kubeba jambo hili, ili kila wakati na kila saa niweze kwenda tunavyohitaji, kwa sababu ni lazima sisi hili jambo kila mwaka lazima lifanyike, na mwaka wetu hasa kufanya jambo hili ni kila mwezi wa 11. Tarehe inakuwa tofauti, lakini kila mwezi wa 11 unapofika kuanzia tarehe 10, 11
basi kila tarehe yetu tukaiona hapo kwetu ndani tunaweza kutekeleza jambo hili. Kwa hiyo mara nyingi tunalifanya kwa kila mwaka hili jambo, na lina miaka mingi kwa makusudio mazima kuhakikisha hili jambo linatimia. Kwa hiyo ndugu zangu mbalimbali, marafiki, jamaa kutoka sehemu mbalimbali kuja kwenye kushiriki na sisi, kwa kweli tunatoa shukrani ya kipekee, kuwashukuru sana kwa muda wao, kwa nafasi zao kuziacha kuja kushirikiana na sisi. Kwa kweli tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu, kwa sababu haya ni mapenzi. Si kwa maana mtu anaondoka kuja kwa sababu labda anataka kuja kula, anataka kuja kufanya nini. Hapana, haya ni mapenzi. Mtu anaacha familia yake, anaacha shughuli zake, anaacha biashara zake, lakini anakuja tunakuwa na wewe pamoja. Kwa kweli tunashukuru sana. Mwenyezi Mungu na nyinyi awalipe kwa kile tulikuwa tunashirikiana wenyewe. Kwa hiyo sisi kama family kwa kweli tunasema shukrani za kipekee. Tunashukuru kila mmoja wao aliyekuja hapa kwetu, jamii hapa kijijini kwetu, ndugu, jamaa, marafiki, majirani na dini tofauti tofauti, tunashirikiana kwa pamoja. Hakuangaliaji kwa ni Waislamu ni Wakristo, kila mmoja anashiriki jambo hili. Hili jambo hapa kwetu ni zaidi ya sikukuu ya Idi hapa kijijini kwetu. Ukija kwenye sikukuu hii ambayo ni wazazi wetu na mababu zetu, utaamini kama uko ndani ya kijiji cha Longoni namna panavyokuwa panapendeza. Kwa hiyo kwetu ni jambo kubwa sana, kwetu ni fahari ya kujivunia na kuona kuwa tuna uwezo wa kufanya kitu na sisi kikaonyesha kwenye jamii zingine, wakaangalia nao wanaweza kufanya jambo la namna gani, kwa sababu ni maandalizi yanatokea kwa ukubwa na kwa furaha, upendo, na kuhakikisha kila mmoja anakuja ndani ya familia hii basi anaifurahia sana kuona ule upendo wetu na umoja wetu, mshikamano na ukarimu, ili tuweze kufikia kwenye kile tulichokuwa tumekikusudia. Nashukuruni sana, asanteni sana. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.